ya Kiswahili idhaa ya Radio 14 Africa, ambapo naenda kupokea taarifa yetu ya habari. Mziki ambao unaupokea basi utakuwa unapokea baada ya taarifa ya habari, mziki ambayo inakupeleka katika mawanda ya kubembeleza namna hiyo. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na watalii wakwama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Zanzibar. Upinzani wapinga matokeo ya uchaguzi wa urais Zanzibar. Matokeo ya uchaguzi Tanzania yanazidi kutolewa. Na ubalozi wa Marekani waonya raia wake kuwa usafiri wa barabarani unahatarisha maisha yao nchini Tanzania. Naam, natumai ubuheri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Saa chache baada ya ubalozi wa Marekani kutoa tahadhari kwa raia wake wanaoishi nchini Tanzania na kuwataka wasalie majumbani mwao, watalii waliokuwa wamefika katika uwanja wa ndege wa Zanzibar wamekwama kutokana na safari za ndege kusitishwa. Haya yanajiri siku moja tu baada ya uchaguzi mkuu wenye utata nchini Tanzania, huku ukiripotia machafuko na maandamano yenye vurugu katika maeneo ya bara, wakati huduma za interneti na mawasiliano mengine zikiwa zimekatizwa. Kupitia taarifa iliyotolewa kwenye tovuti ya ubalozi wa Marekani, iliwajulisha raia wake kudhibitisha safari zao kwanza kwa njia ya simu kabla ya kusafiri kuelekea uwanja wa ndege, kwani safari za ndege nyingi za kimataifa zimefutwa. Aidha, imeongeza kuwa kusafiri kwa barabara kuna hatarisha maisha yao na kuwataka wasalie majumbani mwao na wajiepushe kushiriki maandamano yanayoendelea Tanzania bara. Chama cha upinzani ACT Wazalendo nchini Tanzania kimepinga matokeo ya uchaguzi wa urais visiwani Zanzibar baada ya tume ya uchaguzi wa Zanzibar ZEC kumtangaza mshindi Hussein Mwinyi. Afisa mkuu wa chama cha ACT Wazalendo amefahamisha shirika la habari la AFP kwamba masanduku ya kupigia kura yalikuwa mengi, watu walioruhusiwa kupiga kura mara kadhaa bila kitambulisho, na mawakala wao na wa uchaguzi walifukuzwa kwenye vyumba vya kuhesabia kura. Wakati huo chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM, kinatarajiwa kufanya mkutano wa waandishi wa habari baadaye leo. Wafuasi wa upinzani Zanzibar wameonekana wakitoa malalamishi yao kwa hofu. Tume huru ya taifa ya uchaguzi nchini Tanzania inaendelea kutangaza matokeo ya awali ya urais ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Matokeo hayo yamepokelewa kutoka maeneo bunge mbalimbali. Kulingana na matokeo ya awali yanayoendelea kutangazwa na tume ya uchaguzi, yanaonyesha kuwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan yuko kifua mbele. INEC ilikuwa imesema kuwa itamtangaza mshindi wa urais ndani ya saa 72 baada ya uchaguzi kufanyika
tarehe 29 Oktoba hii mwaka huu. Mtandao umeendelea kuminywa nchini Tanzania kwa siku ya tatu na kufanya mawasiliano kuwa magumu. Hapo jana ulionekana kurejea kwa muda kidogo tu, kama takribani saa moja hivi kabla ya kuanza tena kuminywa. Hatua hii imefanya hata mawasiliano katika mitandao ya kijamii kuathirika, na hivyo kufanya iwe vigumu vile kujua hali inavyoendelea katika taifa hilo. Jana tarehe 30 mwezi huu, maandamano yalishuhudiwa kwa siku ya pili mfululizo na kusababisha vurugu na ghasia. Baadhi ya barabara pia zilikuwa zimewekwa vizuizi. Nchi kama vile Marekani na Uingereza imetoa tahadhari ya usafiri kwa raia wake wanaoishi nchini humo. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC inasema mgombea urais wa chama kinachotawala CCM Daktari Hussein Ali Mwinyi amerejea madarakani kwa kupata 74.8%, lakini chama kikuu cha upinzani ACT Wazalendo hakiutambui ushindi huo. Mwinyi anatarajiwa kuapishwa kwa mula mwingine. Ni daktari aliyebobea katika tiba ya magonjwa ya ndani. Alipata shahada yake ya tiba kutoka chuo kikuu cha Marmar nchini Uturuki na shahada ya pili kutoka chuo kikuu cha King's College nchini Uingereza. Kabla ya siasa alifanya kazi hospitalini na pia kufundisha katika chuo kikuu cha Kairuki jijini Dar es Salaam. Alifahamika kama mtu anayezungumza kwa ufasaha na utaratibu. Mwinyi ni mtoto wa Ali Hassan Mwinyi aliyetawala Zanzibar kwa muda wa mfupi mwaka 1984 hadi mwaka 1985 na kisha kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania miaka 10 kuanzia mwaka wa 85 hadi 95. Mwinyi alianza utumishi wa kisiasa upande wa Tanzania bara, akianzia kama mbunge wa jimbo la Mkuranga mkoani Pwani. Kuanzia mwaka wa 2000 aliingia serikalini ambako alihudumu kama naibu waziri na waziri kamili katika wizara mbalimbali. Baadaye alihamia Zanzibar na kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Kwahani kisiwani Unguja. Tunaungana na shirika la DW katika ripoti za waandishi wa habari kwenye awamu hii ya pili ya matangazo yetu, msikilizaji, ambapo tunazamia masuala yaliyopo katika taifa la Tanzania. Ambapo takribani watu 700 wameuawa ndani ya siku 3 kufuatia maandamano ya kupinga uchaguzi nchini Tanzania. Saumu wa Simba na taarifa hiyo. Uwawa ikijumuisha kwenye maeneo mengine imefikia kiasi watu 700 kufuatia vurugu zilizozuka tangu siku ya uchaguzi Jumatano tarehe 29 Oktoba. Miji mbalimbali bado inashuhudia vurugu, huku huduma ya mtandao wa internet ikiwa imezimwa nchini humo. Umoja wa Mataifa hivi leo umezungumzia hali inayoendelea nchini Tanzania kwa kutaka uchunguzi ufanyike kuhusu vurugu zinazohusiana na uchaguzi. Seif Magango ambaye ni msemaji wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu amezungumza na waandishi wa habari. Tumeshtushwa na vifo na matukio ya watu wa kujeruhiwa kutokana na maandamano yanaendelea kuhusiana na uchaguzi nchini Tanzania. Ripoti za kuaminika tulizozipata zinaonyesha kiasi cha watu 10 wameuawa katika miji Dar es Salaam, Shinyanga na Morogoro, wakati vikosi vya usalama vikitumia bunduki na mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji. Mtafiti wa kikanda wa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International kuhusu Tanzania na Uganda, Roland
Ebole amesema washirika wao walioko Tanzania wamesema wameshuhudia maiti kwenye mitaa. Partners on the ground are telling us that they've seen bodies. Wenzetu walioko ndani wametufahamisha kwamba wameshuhudia maiti mitaani. Serikali haina uwazi kuhusiana na swala la vifo na wanajaribu kutoa idadi ndogo ya waliokufa, lakini wenzetu wanatuambia kwamba huenda ikawa waliouawa na karibia 100 or close to 100. So kwa kiasi kikubwa waandishi wa habari wa kigeni wakiwa wamezuiwa kuripoti uchaguzi nchini Tanzania na kufungwa kwa mawasiliano kwa siku ya 3, imekuwa pia vigumu kupatikana taarifa kutoka ndani. Lakini chama kikuu cha upinzani Chadema ambacho hakishiriki uchaguzi huu kimesema waandamanaji hivi leo walijitokeza katikati ya mji mkuu wa kibiashara Dar es Salaam na kukabiliwa na polisi wengi pamoja na wanajeshi. Uchaguzi mkuu nchini Tanzania umetumbukia kwenye machafuko baada ya umma kuingia mitaani kuanzia Dar es Salaam hadi kwenye miji mingine ya taifa hilo na kuchana picha za Rais Samia Suluhu Hassan, mgombea wa chama tawala CCM, kushambulia polisi na vituo vya polisi, hali iliyosababisha kuzimwa kwa internet na kutangazwa amri ya kutotoka nje. Katika visiwa vya Zanzibar ambako kuna utawala wa ndani, mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi CCM Hussein Ali Mwinyi alitangazwa mshindi jana, lakini huko nako chama kikuu cha upinzani ACT Wazalendo kimeyakataa matokeo hayo, kikisema wananchi wamepokwa sauti yao na suluhisho pekee ni kutoa haki kwa kuitishwa uchaguzi mpya. Mwenyekiti wa chama hicho na aliyekuwa mgombea urais Othman Masoud Othman amewaambia wafuasi wake hivi leo kwamba chama chao kitakuwa na uamuzi mwafaka muda usio mrefu. Yaliyobakia hatua nyingine, kama mlivyotuamini tukaongoza harakati hizi mpaka tukafika mafanikio haya. Kuna mtu ana wasiwasi na sisi viongozi? Kuna mtu ana wasiwasi na sisi viongozi? Kwa hivyo kama mlivyotuamini kwa haya, ndugu zangu, hatua yoyote hasa katika mazingira kama haya, hatua yoyote inahitaji mipango. Wakati ikiwa haijulikani uamuzi huo utakuwa ni upi, ni wazi kuwa visiwa hivyo vya Bahari ya Hindi vinatumbukia kwa mara nyingine tena kwenye mpasuko mkubwa wa kisiasa ambao imekuwa sehemu ya historia yake tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Ndio wananchi wamepokwa sauti yao. Kiswahili sanifu ndio hicho. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi NEC nchini Tanzania inaendelea na shughuli ya kutoa matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 licha ya maandamano yanayoendelea yanayotaka uchaguzi huo ufutwe. Dr. Bulendu na taarifa hiyo. Tume Huru ya Uchaguzi mjini Dodoma taa nyeupe inamwakia mgombea kupitia Chama cha Mapinduzi Samia Suluhu Hassan kulingana na matokeo ambayo yametangazwa hii sasa, ambapo ni karibu matokeo majimbo 102 yamefika hii sasa, ukichukua ya leo na yale ambayo yalitangazwa hiyo jana 19. Mgombea kupitia Chama cha Mapinduzi karibu majimbo yote, kura za awali ambazo zinatangazwa zinaonyesha amepata karibu maeneo yote juu ya 90%. Kwa dalili ambazo zipo hivi sasa, tutarajie tangazo la matokeo ya mwisho kabisa ya urais litatoka wakati gani? Kwa mujibu wa Tume Huru ya Uchaguzi nchini Tanzania, matokeo ya urais yanatakiwa kutangazwa ndani ya saa 72 mara baada ya kukamilika kwa zoezi la kupiga kura ambalo lilifanyika siku ya Jumatano. Kwa hesabu hizo, inatarajia kwamba hii leo matokeo ya nafasi ya urais yatatangazwa, ikichukulia maanani mpaka tunapokwenda mitamboni hii sasa nusu ya majimbo yote ya uchaguzi nchini Tanzania matokeo yamekwisha kutangazwa ya awali na imebakia safari nusu inayofuatia. Na tume jana ilituarifu waandishi wa habari hapa mjini Dodoma kuwa leo hakutakuwa na mapumziko zaidi ya mapumziko ya chakula katika zoezi la kutangaza matokeo, tofauti na ilivyokuwa hiyo jana, ili kuweza kuyatangaza kulingana na saa 72 walizozitangaza wao. Tukiachana na hilo, katika miji mingine kumeripotiwa maandamano, na sijui hapo Dodoma hali iko vipi? Kuna wananchi ambao wameandamana? Siku ya kwanza kwa maana ya Jumatano, kuanzia mishale ya saa za mchana, baadhi ya vijana walijaribu kukaa barabarani kuwasha matairi lakini jeshi la polisi liliingilia kati na kuweza kuwaondoa
kuwaondoa vijana hao. Hali hiyo ilijitokeza tena hiyo jana, lakini leo hapa mjini Dodoma tumeamka mji ukiwa mweupe kabisa. Watu wanaopita barabarani ni wachache, biashara nyingi zimefungwa hapa mjini Dodoma, hakuna kinachoendelea, huku kukiwa kuna patrol ya jeshi la polisi na pamoja na jeshi la ulinzi hapa nchini Tanzania, ambapo hawapiti tu katika barabara kuu, wanapita mpaka katika barabara za mitaa kuhakikisha kwamba wanadhibiti aina yoyote ile ambayo inaweza kujitokeza. Hali hii imesababisha wana wa Dodoma wengi kukaa ndani, nyumba zimefungwa, biashara zimefungwa, na hata vituo vya mafuta hapa mjini Dodoma, tumezunguka katika mji wa Dodoma, vyote vimefungwa, hakuna kabisa huduma hiyo kwa siku ya hii leo. Mawasiliano ya internet hapo Tanzania yameonekana kuwa yakisuasua. Vipi hivi sasa huduma hiyo imerejea? Kinachoendelea hivi sasa, toka walipokata mtandao wa internet hapa mjini Dodoma siku ya Jumatano, ambapo waliukata saa 7 kasoro za mchana, mpaka kileo mtandao wa internet haujarejea hapa mjini Dodoma. Hakuna mawasiliano yoyote kwa kutumia mtandao wa internet, wala shughuli za kubadilisha fedha kwa kutumia simu za mkononi kupitia internet zimesimama katika mji wa Dodoma, na tunaarifiwa ni kwamba hii ni changamoto, ama maeneo yote nchini Tanzania hayana kabisa mtandao wa internet, na ndiyo hali halisi iliyoko hapa katika mji wa Dodoma. Mtandao wa internet mpaka hivi sasa haujawashwa. Tuko tunasubiri matokeo ya mwisho kabisa ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Doto ana ripoti akiwa Dodoma, mji mkuu wa Tanzania, ambapo ni Dodoma kule. Mji wa kibiashara ni ule wa Dar es Salaam. Na zidi kusonga mbele kwenye taarifa hizi za habari, ambapo ripoti hii ya habari basi tunashirikiana na washirika wetu ambao ni DW idhaa ya Kiswahili, ambapo sasa hivi tutakuwa naungana naye Mohamed Helef kwenye taarifa nyingine ambayo inahusiana na masuala ya ripoti za waandishi wa habari, makala, vile vile uchambuzi. Tupokee uchambuzi huu. Sababu hakukuwa na uchaguzi tangu mwanzo, mtawala na hasa Dr. Hussein Mwinyi, kwa kutambua kwamba ameshindwa kupata ridhaa ya watu, ameshindwa kupata imani ya watu, akaamua njia pekee halali kwake ni kuwaibia wananchi sauti zao kwa kupora uchaguzi. Hilo limeonekana katika kile kilichoitwa kura ya mapema, ambacho sisi tunakiita ni wizi wa mapema, na vile vile kimeonekana tarehe 29 Oktoba. Na haya nadhani hapa fursa haitoi nafasi ya kuzungumza yote, lakini tumeyataja kwa kina katika barua yetu ambayo tulipeleka kwa tume ya uchaguzi, tukinakili kwa mwenyekiti na makamishna wote wa tume ya uchaguzi ya tarehe 29 Oktoba, ambayo ni siku ya uchaguzi baada ya kufungwa zoezi la uchaguzi, tukiyataja uhuni wote. Naam, swali kubwa ambalo linaulizwa sasa ni kwamba kipi kinafuatia baada ya hapa? Mmeshatoa tamko la awali la kutokutambua matokeo haya, lakini kipi ambacho kinakuja baada ya hapa? Sisi tunafanya mashauriano na mashauriano ya ndani ya chama, na vile vile mawasiliano na watu wengine mbalimbali ambao wanahusika na haya yanayoendelea. Bila shaka mara nyingine inakuwa ngumu kuwasiliana na watu, na ndio maana hata tunashukuru fursa hii kuipata, kwa sababu kama mnavyojua Tanzania nzima mawasiliano ya internet ya huduma zote hayapatikani. Kwa hivyo njia pekee inayobakia ni kuwasiliana kwa simu, lakini tunafanya mashauriano na mawasiliano, na tumewaambia wanachama wetu watulie, tutawapa msimamo wetu. Kama unavyosema Ismail, uzoefu umekuwa ukirejea ule na ule kwa ule, na 2020 haiko mbali sana kuweza kukumbuka yalotokezea, ambayo ilichanganyika na mauaji pia. Mpaka saizi hakuja kuwa na tukio la mauaji kwa Zanzibar angalau, lakini tunashuhudia matukio yanatokezea upande wa pili wa muungano. Je, yanatokezea upande wa pili wa muungano na athiri nini hatua zenu sahizi za kusaka suluhisho la Zanzibar? Kwanza sisi tunajifunza, na mengi yanayofanyika kwetu sisi Zanzibar yameshatokezea huko nyuma, na nadhani ni hazina hiyo ya uzoefu tulionayo kwa chaguzi 6 zilizopita, huu ukiwa ni wa 7, inatufanya kufanya maamuzi sahihi kwa maslahi ya nchi yetu na watu wake. Hatuongozi na jazba, hatuongozi na hamasa, wala hatuongozi na tamaa binafsi. Tunazingatia kile ambacho siku zote kimetuongoza tangu zama za mzee wetu almarhum Maalim Seif Sharif Hamad, kuzingatia maslahi ya nchi na watu wake. Lakini kusema hivyo haina maana kwamba tutakubali kuhalalisha haramu iliyofanyika, haina maana kwamba tutahalalisha uhuni uliofanyika. Ni kama kwamba unasema hamutoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Ni sawa? Hilo sidhani kama tunataka kulitolea kauli kwa muda huu. Swala la serikali ya umoja wa kitaifa kwanza ni letu sisi, tulilipigania
kwa jasho, kwa damu, kwa machozi, hatimaye likapatikana kupitia jitihada zilizoongozwa na Rais Karume na Maalim Seif Sharif Hamad wakati ule. Ni swala ambalo limo ndani ya katiba. Haya, nazidi kusonga mbele. Ni hatua hii, tunazidi kusonga mbele katika hatua hii msikilizaji, ambapo napokea taarifa hii ya Habari Afrika leo jioni kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tunashirikiana na DW, tukupa mbashara. Usisahau kutufuatilia kwenye majukwaa yote Radio Fortune Africa, na usisite kutuandikia maoni yako kupitia ukurasa huu. Nazidi kupokea mahojiano. Wana madai yapi? Halafu sote tujielekeze katika kutekeleza madai hayo. Wale ambao wana dhamana ya uongozi ama wa vyeo au wa mamlaka au wa ushawishi, ndio watusaidie sasa kutengeneza mustakabali wa Tanzania. Umezungumzia swala hilo la walio na dhamana ya uongozi. Jana mkuu wa majeshi alijitokeza akawataka Watanzania wadumishe amani, utawala wa sheria, lakini nina uhakika Watanzania wengi sasa hivi wana hamu ya kusikia kutoka kwa rais wao. Amepiga kimya mno. Mimi sidhani kama katika mazingira sasa hivi Watanzania wanataka kusikia sauti ya rais, kwa sababu kama ingekuwa ni kusikia sauti ya rais, hawa vijana wasingekuwa mtaani. Wangesubiri uchaguzi uishe, rais atangazwe, na tulishajua ni huyo tu angepita. Hawa vijana wako barabarani kwa sababu hawataki kusikia sauti ya rais huyo unayemsema. Jaribio lolote la kumfanya yeye ndiye aje kutuliza jambo hili litafanya machafuko yao makubwa zaidi, kwa sababu ndiye anayepingwa, hana majibu, ameulizwa muda mrefu, vyombo vinavyominya haki viko chini yake. Sasa ni kina nani hawa ambao waweze kujitokeza kufanya haya unayoyapendekeza? Mawazo yangu si lazima yawe ya kila mtu, lakini hivi ndivyo ninavyoona. Kwa kuangalia mwenendo wa maandamano na jinsi vijana wanavyopambana na jeshi la polisi huku wakilindwa na jeshi la wananchi, ninafikiri kama kuna sauti ya kutuliza Watanzania leo ni sauti ya mkuu wa majeshi, tofauti na ile ya jana. Ile ya jana haikuwa sauti yake. Hii jana alikuwa, unamaanisha nini kusema? Nilimuona vizuri, nimesoma body language, nimeangalia facial expressions, nimeona ujumbe anaosoma haufanani na sura inayoyatazama. Alikuwa anasoma kitu alichoandikiwa, wamempa asome na wakamwambia soma. Kina nani hao wale? Ni viongozi wenzie wa majeshi, wa usalama, wa serikali ambao wanashikilia sasa kilichopo sasa hivi. Sikumsikia akilaani maandamano. Alilaani uhuni na fujo na wizi na uharibifu unaofanywa katikati ya maandamano. Wa pili ninayeona anaweza akatuliza hali ni Tundu Antipas Lissu. Kwa sababu moja tu, kwa sababu kwa viwango vya siasa za Tanzania za leo hakuna mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa kama yeye. Lakini vile vile kwa hali anayopitia sasa huko jela aliko, na yale mambo ambayo vijana hawa wanapigania, ndiyo na yeye amekuwa anayasimamia. Lakini kama ulivyosema, kulingana na hao mazingira aliyoko, hilo inaonekana haliwezekani kwa sasa. Mpaka juzi kuna vitu nilikuwa nafikiri haviwezekani. Sasa hivi nadhani kila kitu kinawezekana. Vijana wametufumbua macho. Yale tunayofikiri hayawezekani kwa akili ya kawaida na kwa utaratibu wa kawaida wametukumbusha kwamba yanawezekana. Umezungumzia Lissu hapo. Leo msemaji wa Chadema amesema kwamba mamia ya waandamanaji wameuawa tangu hayo maandamano yaanze huko Tanzania. Ilipofikia ni kwamba waandamanaji hawa vijana wanakuwa hawatishwi hata na mtutu wa bunduki au hata risasi. Hii ni hatari hii. Ndiyo maana ninakwambia vijana wasiposikilizwa hakuna lolote zuri litakalopatikana, kwa sababu wanapiga mtu risasi mbele yao, wao wala hawahangaiki na huyo aliyepigwa risasi, wanasonga mbele kufuata hao wapiga risasi. Hiyo inakuonyesha vijana wameamua, wanaona kufa ni nafuu kuliko mateso hayo na maisha wanayoishi. Ndiyo hali ambayo inajitokeza katika ardhi ya Tanzania. Wachanganuzi wanazungumza na tuko hapa kukupasha. Wanaharakati wa haki za binadamu nchini Kenya wameunga mkono maandamano yanayoendelea ya kupinga uchaguzi nchini Tanzania, wakiyataja kuwa ni mwamko mpya wa kidemokrasia kwa taifa hilo jirani. Wanaharakati hao wametolea wito
Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki kushinikiza Rais Samia Suluhu awajibishwe kwa kile wamekitaja kuwa ukandamizaji dhidi ya maandamano ya amani. Shisia Wasilwa anaripoti akiwa jiji kuu la Nairobi kule Kenya. Kwa miongo mingi limepewa sifa ya kisiwa cha amani barani Afrika. Aidha, wanaharakati hao wameilani serikali ya Tanzania kwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji waliokuwa wakitekeleza haki yao ya katiba. Hussein Khalid ni mwanaharakati wa shirika la Vocal Africa. Tunataka serikali ya Tanzania ikome mara moja kutumia vikosi vya usalama kunyamazisha, kugandamiza na kuwaua Watanzania. Tunasema kwamba lazima kuwe na uchunguzi wa wazi kwa yale maovu yaliyotendwa pamoja na mauaji na mengineo. Maandamano yalizuka katika jiji la kibiashara la Dar es Salaam na miji mingine wakati wa kupiga kura siku ya Jumatano. Waandamanaji wanasema wanaupinga uchaguzi huo mkuu, wakilalamika hayakuandaliwa kwa misingi ya haki kufuatia kutokuwepo kwa wagombea urais wa vyama vikuu viwili vya upinzani. Rais Samia Suluhu Hassan anayewania kwa mara ya kwanza chini ya chama tawala CCM alikuwa anachuana na wagombea wengine 16 wa vyama vidogo. Kutokana na maandamano hayo, polisi ilitangaza amri ya kutotoka nje usiku katika jiji la Dar es Salaam lenye zaidi ya wakazi milioni 7 baada ya ofisi za serikali na majengo mengine kuchomwa moto. Mashirika hayo ya binadamu sasa yanaiomba Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki kumwajibisha Rais Samia Suluhu kwa kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji. Martha Karua ni kiongozi wa chama cha People Liberation Party. It is time for the African Union. Ni wakati wa Umoja wa Afrika kuwahudumia watu wa Afrika, kukoma kwa kilabu cha viongozi wanaokatalia madaraka na kuelekeza nguvu zake kuwasaidia watu wa mataifa ya bara la Afrika. To helping citizens of Africa. Wanaharakati hao wanasema kuwa Tanzania inashuhudia mwamko wa kidemokrasia na vijana ndio wanaolengwa. Huyo hapa tena Hussein Khalid. Tunataka serikali ya Tanzania haraka iwezekanavyo irudishe mitandao katika nchi nzima. Kila Mtanzania ako na haki ya kujielezea, kila Mtanzania ako na haki ya kupata habari, kwa hivyo tunataka haraka iwezekanavyo. Wakati huo katibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani nchini Kenya Dr. Raymond Omolo amewataka Wakenya kuzingatia sheria kufuatia taarifa za baadhi ya vijana wa Kenya kukusanyika kwenye mpaka na Tanzania wa Namanga kuonesha mshikamano na wenzao wa nchi hiyo jirani. Dr. Omolo alisema Kenya na sheria na kanuni za wazi zinazoongoza maandamano ya umma, na akatoa wito utulivu huku vyombo vya usalama vikiendelea kufuatilia hali katika mpaka huo. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Asante sana Shisia Wasilwa kwa taarifa hiyo kutokea jiji kuu la Nairobi kule Kenya. Wakati huu basi tunakuomba msikilizaji, simama na kituo hiki, kituo kipi Radio Fortune Africa, kufikia malengo yetu ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter na station transmitter link ambayo itatusaidia kurusha matangazo yetu kwa njia ya FM na kuwafikia mamilioni ya watu. Fanya hivyo kwa kuweza kuwasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Enda pale kwenye Google, tafuta Radio Fortune Africa. Kuna app kadhaa, chukua ile app ya Zeno, ifuatilie, utapata pale maeneo ambapo imeandiko donation hapo hivi basi with PayPal, unaweza kufuatilia pale na ukaweza kutuma mchango wako kupitia njia hiyo, au unaweza search ukiwa na account ya PayPal cantona.online254@gmail.com. tunasubiri utupige jeki. Basi nakurejesha kwenye studio za DW ambapo Najit Omar na Jacob Safari wanatufahamisha yanayovuma kwenye mitandao. Sana. Haya, sasa basi tuingilie ujumbe wa msikilizaji wetu, na Lumonis Kirurushi anasema tunatoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao kufuatia maandamano yanayoendelea huko Tanzania. Kwenye Instagram unamwona nani? Na mwana Richi Swati anasema baada ya maandamano viongozi wote wa CCM John anasema hakuna amani bila ya haki. Na God Bless Kaya yeye anasema tumechoka, hatuhitaji tena uongozi wa CCM. Kisha kwenye Facebook Miraji Mshami wa Lilongwe kule anasema mama kubali yaishe ili watu wasitishe maandamano. Msikilizaji, wacha nikome hapo kwa sasa. Anasema shukrani sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Umekuwa nami Jacob Safari, mwenzangu upande wa pili studio kule ni Najat Omar. Shukrani sana kwa kuwa nasi, kwa heri na wikendi njema.
Asante sana Jacob Safari na vile Najid Omar hapa hivi na wote ambao wameweza kuelekeza matangazo ya siku ya leo, na hivyo basi patia nafasi ya kuelekea katika Kiziba Mkonga. Katika Kiziba Mkonga cha sasa, nyuma ya kila mtoto bora wa kiume, mtoto mwenye maadili, mtoto mwenye misimamo bora, heshima na kujituma, amesimama baba bora aliyeiongoza familia kwa mifano hai na sio maneno matupu. Behind any strong son, there is a father who led by examples. Nyuma ya kila mtoto bora wa kiume, mtoto mwenye maadili, mtoto mwenye misimamo bora, heshima na kujituma, amesimama baba bora aliyeiongoza familia kwa mifano hai na sio maneno matupu. Behind any strong son, there is a father who led by examples. Ukiniona hivi basi fahamu baba yupo, na niliona aliyoyafanya sio tu kwa maneno, kwa vitendo. La Biasa anasema nakubaliana na wewe 100%. Lakini usisahau kuna wababa bora wenye sifa nzuri ambao watoto wao ni ovyo sana, na pia kuna baba wa ovyo watoto wao wana maadili. Hii inakuwaje? Auliza swali. Kwenye malezi na familia, vyeo na nyadhifa zina mchango kidogo kama hautasimama kama mwanamume kwenye familia. Vyeo havina nguvu ndani ya familia. Lazima usimame kama mwanaume wa familia, na unaposimama watoto wanajifunza kutoka kwako. Sababu ndio nimesema kwamba nyuma ya kila mtoto bora wa kiume, mtoto mwenye maadili, mtoto mwenye misimamo bora, heshima na kujituma, amesimama baba bora anayeongoza familia kwa mifano hai. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa. Haya basi, msikilizaji, tumetamatisha taarifa yetu ya habari kuanzia hivi sasa.